Sasa sisi tunasubiri hata iwe saa 8 ya usiku. Sisi tukiitwa tunacheza mpira. Sisi hatuiogopi Yanga. Kwa sababu hata yale magoli 6 yetu tuliowafunga bado hawajaturudishia kwanza. Tutaogopa Yanga kivipi? Kwa hiyo mimi yangu ndo hayo. Yanga wasilete maneno kupitiliza. Waje tucheze mpira. Wakiona Simba tu anaelekea kwenye ubingwa tu basi wataanza maneno madogo mara wanyang'anywe, mara hivi kwa sababu wameona Simba wanaelekea mwendo mdundo. Waache hizo. Kula kugawana, miaka 3 wao washamaliza na sisi watuachie tukae miaka 3 mpaka 4 mpaka 7. Ndio ilivyo kama siku za nyuma tulipokuwa mabingwa miaka 7 mfululizo, na sasa tunataka kwa sababu tumekaa sisi tumeelekea kibla. Basi ndio yangu hayo waandishi wa habari. Kwa jina naitwa Haruna Ahmad Blacket Nazi. Kwa heshima na taadhima, kwanza nataka kutoa pongezi kwa mama yetu mpendwa, Mheshimiwa kipenzi chetu Mama Samia Hassan kwa juhudi kubwa ambayo anaifanya katika tasnia ya football, ambao mpaka imefikia hatua akaitwa kwamba goli la mama. Hii yote ni kutaka kukuza mpira katika nchi ya Tanzania uweze kufika hatua mbele kubwa. Pili, mimi bado nampongeza bwana Rais wa TFF bwana Karia na kamati yake kwa kazi kubwa ambayo wameifanya kwa kipindi hiki cha miaka 10. Miaka ya nyuma Simba miaka ya nyuma katika nchi ya Tanzania tulikuwa tujulikani katika Afrika, tunasuasua. Lakini leo hii bwana Karia na uongozi wake, nchi ya Tanzania inapeleka timu 4 AFCON katika mashindano ya kimataifa. Yanga hiyo analalamikia imefika finali. Kwa hiyo mimi na kama alivyopita mwenzangu wakaondoa makosa yao kutaka kuwabisha watu. Hakuna kiongozi bora aliyepandisha mpira katika nchi ya Tanzania kama Karia. Hakuna kiongozi bora aliyefanya nchi hii ing'are katika ulimwengu wa soka kama Karia. Unaposema kwamba Karia hajiuzuru, unaposema kwamba Karia hana akili, aise, umetenda dhambi kubwa. Ndugu zangu waandishi, nyinyi mashuhuda, wengine vijana, wengine huyu ndugu yangu nani huyu yule kule ameongoza Tenga, ameongeza viongozi wengi, ameongoza TFF, lakini hatujafikia level kama hii tuifikia hivi sasa bado. Lakini Karia ameukuza mpira katika nchi ya Tanzania. Leo unapochaguliwa kuwa mjumbe wa CAF, hawakuchagui kwa mapenzi, wanakuchagua kulingana na utendaji wako wa kazi. Kazi alifanya Karia katika nchi ya Tanzania ndio ilimsababisha achaguliwa kuwa mjumbe katika bodi kwenye kamati ya CAF. Leo hii unapomwambia kwamba Karia hajiuzuru, Karia hafai, Karia hana akili, aisee, utendi haki hata kidogo. Yanga amezoea, Yanga wanapenda sana kubebwa kama marehemu. Marehemu ndo anabebwa, lakini mtu mwenye akili zako timamu, mwenye uwezo wako, unatakiwa utembee mwenyewe kwa miguu yako.
unataka utembee mwenyewe kwa miguu yako. Kanuni ni chombo kinachoundwa na viongozi wote wa vilabu. Haundi Karia peke yake. Wanatunga kanuni na nyinyi mnazithibitisha na mnazikubali. Lakini Yanga akitoka pale katika vikao vile, anakwenda pembeni, anaunda kanuni zake yeye mwenye binafsi. Tendo la kumzuia mgeni asifanye mazoezi ni kosa. Halafu kuna viashiria vinavyosababisha kwamba Yanga aonekanike kwamba anabebwa. Meneja uwanja unaposema kwamba Simba hajatoa taarifa, ni vitu vya ajabu, sababu mpira unaanza kwenye private matching. Ikishafanyika hiyo, maana yake kwa mko ndani ya mchezo. Taarifa yatoe kwa nani? Lakini hiyo ni mipango imefanywa. Na Yanga ifanya mipango kwa sababu gani? Waliogopa kwamba Yanga Simba kesho kama hakutupiga goli 5 na kwetu tukapiga goli 7, wangekufa goli 7 hataki. Wakaogopa. Na kama kweli wanaume kweli, kesho tuna mechi KMC, waje swali kuja kule Bunju. Sasa tunakaribisha pale KMC, tunakuja kesho tunacheza, waje. Aidha tuanze na wao au tuanze. Wasimtishie mtu, asimtishie nyau. Waje tu. Wao tu pressure. Walikuja Bunju kutufuata hivi. Kama ingekuwa Simba ingekuwa si wastaarabu, si waungwana, si wana michezo. Hivi walivyokuja Bunju, wamekuja uwanjani kwetu, tungewavunja mabega. Ni waandishi habari mngesemaje? Wametufuata nyumbani kwetu, tungewavunja mabega. Lakini hatuyataka kwa sababu sisi tunajua mpira. Sasa basi, walikuja Bunju wanatukosa kwa sababu ilikuwa Jumapili, sio siku ya mchezo. Kesho tuna mechi jamani KMC, waje. Aidha tuanze na wao au tuanze na hao jamaa. Sisi tuna mashaka. Karia, namuomba sana rais wangu, punda habebeki. Punda habebeki. Kabeba sana. Na ndo maana kichwani. Na swala hili alikuwa kuna sababu ya kwenda kwa waziri. Hili swala alimalize mwenyewe Karia na bodi yake ya ligi. Yeye ndo alolianzisha na yeye ndo akulimaliza. Kwa hiyo mimi ninachomuomba ndugu yangu, bodi ya ligi pamoja na TFF, kwamba ule upole sasa wauondoe, wajaribu kwenda katika misingi ya sheria na kanuni. Wakenda katika misingi ya kanuni, hapo atakuwa amewakomesha Yanga, sababu Yanga ni watu wanebebwa kama maiti. Kwa kusema haya, asalamu alaykum.